Jubilee. Ilikuwa mwaka 2005 mpaka mwaka 2007 cha Ekenford pale Tanga alikopata taaluma ya walimu kwa ngazi ya stashahada, na hii ilikuwa mwaka 2007 mpaka mwaka 2009, na kwa hiyo ilipelekea kuanza kwa maisha yake ya kawaida, kwa maana ya kwamba tunaingia kwenye maisha ya walimu. Maana yake baada ya kuhitimu tunaona akiwa amefundisha shule mbalimbali. Kwa hiyo alianza na shule ya msingi iliyokuwepo pale Tanga, Korogwe, lakini pia shule ya sekondari Kilole iliyopo pale Tanga, shule ya msingi DCT Andrea Dodoma, lirudi hapa, na shule ya sekondari Jubilee DCT Dodoma, ambako tunajua baada ya pale aliona anawiwa kutoka na kuendelea na mambo yanayohusu sanaa zaidi ya kile ambacho alikuwa kikifanya kwa wakati ule. Maisha ya kiroho, kwa asili ni Mkristo, na tuoni aibu yoyote kusema ya kwamba alikuwa ameokoka na kubatizwa katika kanisa la Bible Baptist Church tangu akiwa mtoto, na yamekuwa maisha yetu hivyo. Alipenda mambo ya kanisa ama mambo ya kiroho. Pia alipenda sana maigizo, uimbaji na uchoraji. Na mimi kwa sababu nilikuwa namfuatia, alikuwa kama role model kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa naigiliza anachokifanya. Niliweza kufanikiwa kwenye uchoraji kwa sehemu, kwa sababu alikuwa anachora na kupenda sana hizo. Nikajaribu kuigiza mambo ya uimbaji, nilifanikiwa na sikuweza kufanikiwa zaidi na zaidi. Lakini maigizo na vitu kama hivyo, uchekeshaji, kwa sababu ilianza huko chini, sikuweza kabisa. Na hii nimeizungumza kwa makusudi kuonyesha ya kwamba Mungu anaweka vipaji kwa watu, vipaji maalum, na yeye alikuwa na vipaji maalum ambavyo vimeweza kumfikisha katika mafanikio yake mengi, ambayo wengi wetu leo licha ya yeye kuondoka tunaweza kusherehekea kazi kubwa aliyoifanya na wengi aliyoweza kuwainua. Sasa tukiendelea katika jambo hilo la maisha yake ya kiroho, tunaweza kusema kwa muda mwingi yeye, mchungaji, na hata mimi, maisha yetu kwa ujumla yalikuwa ni maisha ya kanisani, kwa maana ya kwamba huduma na mambo kama hayo, na yeye alitumia sana muda wake vivyo hivyo kwa mambo ya kanisa, na anapenda kuzungumzia jambo hili, na tumeona ni vyema kulitaja. Ilipofika tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 1996 anazungumza, na sio kuzungumza, hata sisi tunashuhudia katika kanisa ambalo tulikuwa tunasali hapa Dodoma la Baptisti. Nyakati hizo aliweza kutunukiwa cheti cha mtoto wa nuru, ambacho tunakiita cheti maalum, ambacho kilikuwa kinatolewa kwa watu wenye kitu cha kimungu, jitihada fulani. Inawezekana ni kukariri mistari na vitu kama hivyo. Yeye aliweza kufanikiwa katika jambo hilo, na ukichunguza alikuwa na umri mdogo sana kwa wakati huo. Kwa hiyo anakiri na kusema ya kwamba kupitia motisha ile ilianza kuinua ari katika maisha yake ya kuendelea kuwa na hamasa ya kusonga mbele na kuonyesha kile alichokuwa nacho, na hiyo imemsaidia hadi kumfikisha katika mambo mengi na mafanikio ambayo tunajua ameyapitia na ameyafanya. Katika kipengele cha uneni, kikizungumzia swala zima la tasnia ambayo amekuwa akifanyia kazi ya ushereheshaji na uchekeshaji, tunaweza kusema kwa sehemu kubwa ama nyota yake iliweza kuonekana vizuri sana akianza kwa shughuli hizo wakati akiwa sekondari. Tunaona mambo hayo ya ushereheshaji na uchekeshaji, na amekuwa akiyafanya mambo hayo mpaka umauti ulipomkuta, akiwa ni mbobezi katika eneo hilo. Hatuzungumzii Tanzania tu, lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania. Na unaweza hata kujiuliza, ama sisi wenyewe mara nyingine tunajiuliza,
ndugu yetu ana uwezo gani, ana nguvu gani, mbona anaweza kuconnect, anajiungamanisha na watu mbalimbali, na anaweza akafanya tamasha na vitu mbalimbali ambavyo ni nje ya nchi. Inawezekana ni Kenya, inawezekana ni Burundi na sehemu mbalimbali ambazo ninakumbuka aliweza kufanya. Katika jambo zima la familia na ndoa, wengi wetu ni mashuhuda na tunawafahamu. Alifunga ndoa na Bi Philomena Luangisa, na ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2019. Ndoa iliyodumu mpaka umauti unamfika ndugu yetu, na tunatambua pia ya kwamba marehemu ameacha mke mmoja na watoto wawili. Nikiingia katika kipengele cha kifo, marehemu amefariki kutokana na majeraha yaliyosababishwa na kupigwa sehemu mbalimbali za mwili wake, na imekuwa mara nyingine sio rahisi kuishia hapo tu, lakini nizungumze kidogo. Alipata majeraha yaliyosababishwa na kupigwa sehemu mbalimbali za mwili wake. Hii ni kwa uthibitisho tulioupata kutoka kwa madaktari, vyombo vya usalama tuliokuwa nao kwa wakati huo, lakini pia sisi ndugu zake. Lakini bado linabaki swali la nani, nini, wapi, kwa namna gani, na hili tunaweza kuishia hapo, kwa maana ya kwamba linaendelea kufanyiwa uchunguzi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Lakini jambo ambalo ninaweza kuliongea bila kuharibu uchunguzi unaoendelea kufanyika, ninaweza tu kusema ya kwamba ndugu yetu Emmanuel Matiasi amepolwa uhai wake, na hii haijabaki kwa upande wake peke yake, imekuwa ikireflect back. Yeye amepolwa uhai wake, na kwetu sisi sote tumepolwa maisha yake. Kibinafsi amegusa maisha yangu katika nyanja nyingi. Wengi tuliosikia mpaka sasa wakizungumza na kutoa shuhuda wameguswa na mambo mbalimbali aliyoyafanya katika maisha yao. Kwa hiyo licha ya kupolwa uhai wake, sisi tumepolwa maisha yake kwetu, na nitoe rai kwetu ama changamoto tu ya kwamba kwetu sisi tunaobaki tukimtazama namna alivyokuwa na maono, utekelezaji, kwa sababu kuwa na maono ni jambo moja, kutekeleza ni jambo jingine. Tunachukua hatua gani kuyaenzi mema mengi ambayo ametuachia? Moyo wa upendo, moyo wa kusaidia, na mambo kadha wa kadha ambayo tunajua yamegusa maisha yetu na maisha ya wengine, ili tunapoondoka pia katika safari hii ambayo sisi sote tutapitia, tujue tunaacha mambo gani nyuma yetu, ama watu wanazungumza nini kutuhusu kwa namna tulivyoweza kugusa maisha yao. Nipende kuishia hapo. Nashukuru kwa kusikiliza na kutukimbilia katika wakati wetu huu mgumu wa maombolezo ya ndugu yetu, na nimalizie kwa kusema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe.